Karibu ndani ya juma lingine katika dakika 30 za taarifa na marejeo ya matukio mbalimbali ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kubwa zaidi wiki hii, wekundu wa Msimbazi Simba kuendelea kupambania nafasi ya kushiriki michuano ya kimataifa. Karibu sana shabiki na kipenzi na mwanachama halisi wa Simba. Hii ni Simba TV. Wiki iliyopita klabu ya Simba ilicheza jumla ya michezo miwili ikimenyana na Azam FC katika dimba la Benjamin Mkapa sambamba na mchezo wao dhidi ya Kagera Sugar. Hii hapa burudani ya kabumbu kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba, namna walivyotoa kichapo cha mabao 3 kwa nunge kwa matajiri wa Chamazi Azam FC. Si mikono tu inafanya kazi bali hata miguu, lakini ishara ya makocha wa Simba ni namna ambavyo wanaweza kucheza na kuvuka eneo la wachezaji wa Azam kwenda kwenye eneo la mwisho. Pascal Msindo akionekana na Yusuf Dabo, lakini yani Kibangala akisisitiza jambo kwa wachezaji wake. Mzamiru Yasin, Ladaki Chasambi, Mohamed Hussein, Kanute ameupenyeza na umepenya kwa Mzamiru, na kwa pasi kwa Edwin Balua. Kanute alisubiri dakika 63. Sadio Kanute alichokifanya na Ngwanda sijaona dakika 28 katika mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB, anakifanya dakika 63 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Jason Fuentes Mendoza anaonja ladha chungu ya wekundu wa Msimbazi Simba kutoka kwenye mguu wa kulia wa kiungo wa kimataifa wa Mali, Sadio Kanute with a finish, na Simba wako mbele kwa goli 1-0, mzizima ukianza kuzizima katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Imesakwa na imetafutwa pale ambapo imefichwa, ikiwaka mulika, ikizima papasa, ndicho kitu ambacho anaifanya Sadio Kanute. Kipe Junior anakataa kuwa mjinga. Fabrice Luamba Ngoma, kiungo wa zamani wa Al Hilal Omdurman ya Sudan. Idinado Fuentes amekataa. Ayub Lakred, safari ya kutoka Morocco mpaka Dar es Salaam haijawahi kuwa nyepesi. Amekuja kikazi na si kitalii. Ilikuwa ni nafasi nzuri sana, wote heda, lakini kwenda kuupaka mafuta mpira ambao unaota mbao na kwenda juu kabisa. Faida kwa Azam kupiga kona. Pengine ile setup aliyofanya kwa Kanute anataka kwenda kurekebisha upande wa pili, akianzisha Faisal Salum wa Yahya Said Omar. Fuentes Nado, mwamuzi anasema ni offside. Mwamuzi msaidizi nambari 1 kutoka Sudan, Ibrahim Mohamed Abdallah, anasema ni offside, akiwa tazama namna ambavyo mpira umepigwa. No, lakini alikuwa mbele Fuentes. Naam, alikuwa mbele Fuentes. Yes. Jason Fuentes Mendoza wakati anaupiga mpira pamoja na viongozi wa Azam wakienda kujiridhisha kwenye Azam Max. Angalia zaka za kazi wakwenda kujiridhisha kwenye Azam Max kwamba hii hapo wakati inatoka kwa Yahya Said. Yes. Kimtazama Fuentes Mendoza kwenye eneo la kuotea. Yes. Lakini baada ya Fuentes kucheza hakuwa kwenye eneo la kuotea. Ronaldo alikuwa on side. Cheza ndivyo sivyo. Sadio Kanute akiandaliwa. Duchu amekodoa macho kweli kweli, miongoni mwa wachezaji ambao walianza kwenye kikosi cha kwanza kwenye mchezo dhidi ya Mtibwa. Nyingine kuona kwa namna gani ambavyo wanaweza wakaufunga upande huo aweze kusalia, lakini vile vile jukumu la kupandisha mashambulizi pia kwa ambaye atakuwa eneo la juu zaidi. Haya, Ladaki Chasambi anachezewa ndivyo sivyo, ni free kick. Hapo Ladaki alifanikiwa kuwin, akaenda kukaa mbele, lakini alienda chini, anaunyunyiza ndani huko. Wow! Fabrice Luamba Ngoma, Fabrice Luamba Ngoma anawaandikia goli la pili wekundu wa Msimbazi Simba.
kimataifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lugha anazungumza ni Kifaransa, lakini kichwa chake kimezungumza kwa lugha yenye machungu makali mno kwenda kwa Azam Football Club. Alikwenda kuibia kwa Yaya Zaid. Tazama urefu wa Fabrice Ngoma, mtazame Zaid, yeye ndiye ambaye alikuwa na faida. Kichwa ambacho kilimshinda Mohamed Mustafa kinakwenda kuandikia Simba bao la pili. Taifa wa Azam wamenyanyua silaha mbili kutoka bench. Ayub Ruben Lianga Kipre ni foul. Amechezewa ndivyo sivyo. Pascal Gaudens Msindo na kadi ya njano nyingine inatoka, akionyeshwa David Kameta Duchu. Ayub Lianga on target, lakini kwenye mikono miwili ya mlinda mlango Ayub Lacret. Alikuwa makini kweli kweli kuona mpira ambao ulielekezwa pale pale aliposimama. Mikono juu kwa wachezaji wa Azam, wakiamini kwamba hawapendezwi na ambacho kinaonekana kwenye scoreboard. Pasi ni kwa Mzamiru Yasin, anainyunyiza pasi alipokuwa Freddy Michael Kublan, yeye dhidi ya Yannick Bangala. Freddy Michael Kublan imekula chuma. Duchu! Palipo matumaini pameingia kiza kinene. Pasipo tarajiwa pamefanya makubwa ya kaduaza wengi. Na ndicho kinachoonekana kwa Azam FC. Pasi ya masafa marefu iliyopita angani bila visa wala kibali, ikamkuta Freddy Michael Kublan, mwamba ukakataa, lakini mguu wa kushoto wa David Kameta Duchu ukaziona wapi nyavu zilipo, na akaushindilia mpira kunako nyavu za Azam FC, akaiandikia Simba bao la tatu na kuikaribisha Simba kwenye furaha ya alama tatu katika dabi ya Mzizima baada ya muda mrefu. Hii hapo ambayo ilipigwa mpira ukagonga post, ukamkuta David Kameta katika eneo ambalo alikuwa huru na kwenda kumnyanyua shabiki raia wa kigeni. Namna ambavyo mpira sio unachezwa katikati tu, tunaweza kuucheza si wenyewe pia. Dakika 90 zilizobeba furaha isiyotarajiwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba zinamalizika katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na hiyo kuwapa nafasi mawinga hao kwenda na kutengeneza nafasi za kutosha. Mimi ni Alwatan Ramadhan, ngora mwenzangu ni Ayub Hinjo. Dabi ya Mzizima imemalizika katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Full time Azam FC 0, Simba Sport Club 3. Baada ya kumalizika kwa mchezo huo, kikosi cha Simba Sports Club kikasafiri kuwafuata walimamiwa wa mkoa wa Kagera Sugar, na kufanikiwa kutoa nao sare ya bao 1-1, na hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Katanga akiweka mambo yake sawa. Karibu sana kwenye matangazo haya. Kagera Sugar akicheza na Simba kutafuta alama tatu zilizo muhimu. Zamiru Kazuri na Steven Dua. Oho, Michael Kublan kwenye nafasi bandari. Kublan pembeni kabisa kwenye wavu kule, anajinamia. Alibaki na Bukenya ashakubali ile, akiamua kitumbukiza ndani kule. Kazuri ya juu trade. Lakini kwa sasa kona anapiga wao Kagera 2. Likizo chini kule. Hakuna letarajia, si wachezaji wa Kagera wala wa Simba, mpira umepita tu. Chipukia wakicheza nafasi hiyo wanamtazama yeye. Kitu ambacho kilitokea, hakuna mchezaji yoyote ambaye alimaki mpira ule. Hussein Katanga kitumbukizwa ndani kubwa huku. Kanuti anaingiza ndani kwa offside. Hussein Katanga kitumbukizwa ndani kubwa huku. Kanuti anaingiza ndani kwa offside. Muona akicheza. Sio vile tumemwona ndo anamaliza 92 93. Mwenye Chema Lon Fondo pengine anaona mambo kama yaendi hivi. Anaambia kama mambo yaendi nenda wewe. Akaamua kwenda yeye kabisa. Zimbwe Junior anaitumbukiza kubwa ndani kule. Bado inazagazaga nafasi ile kwa Simba. Anatangulia Simba. Shuti linakwenda moja kwa moja. Akilinyosha Lada Kijuma cha Sambi. Kama alinisikia alisema na assist moja, akasema atarekebisha namba zako hizo. Na mimi naingia kwenye record za wafungaji wa msimu huu. Shuti limeenda mwendo wa nyoka. Nyoka huwa hapai chini moja kwa moja mpaka kwenye nyavu. Na Kijuma cha Sambi. Angefanya nini tena Ngereka? Minziro haelewi nini kimetokea ndani ya dakika hii. Tazama
kama hiyo. Ilikuwa ni free kick, mpira mrefu hivi, second ball. Chasambi akaonyesha kwa nini anazidi kuaminiwa na kocha Juma Mgunda. Shuti moja la maana, amekunjua goti lile ikazama ndani ya kamba. Hana cha kufanya Angeleka. Simba wanaonyesha ukubwa wao. Kule wa Kagera na kadi ya njano iko mkononi kwa mwamuzi. Anauliza unahitaji daktari, anasema hapana, basi mtamka mwenyewe. Pale sawa. Alijua pengine mchezaji wake anapewa kadi. Steven Duga sikutaka kufanyaje. Kasi ule. Kazuri. Tani maridadi sana ameifanya ile Obrey Chirwa katikati ya mabeki, anawekwa chini. Mwamuzi anamwambia mpira ule pale chini. Chemalon Fondo. Kanuni ya kuwa kiungo bora ni aliwakataa watu watatu. Chenga moja watu watatu haitokei mara kwa mara. Baraka Yusuf Abeid. Baraka anajaribu shuti la mbali, leta nzuri na unyaka goalkeeper Ayubu Lakred. Mpaka Tanzania alafu vitu vile ukashindwa, ukakutilia mashaka uwezo wako. Maana zaidi ya yadi 30. Baraka Yusuf Abeid. Babakar Sa kajisikilizia sana ile oho. Imekuwa bahati kwa ni foul. Toto wameng'aka. Foul Mpira mguuni. na kadi ya njano inatoka kwa Galiwango. Inaonekana kukataa kwamba hapana bwana. Njano ikienda kwake. Amefunguka wawili juu kule na amewaona. Nafasi nyingine tena kwa Ladaki Juma. Chasambi! Ni kwa sababu kakosa, angepata binafsi neno hilo lisingetumika. Na wenzake walikuwa kwenye nafasi nzuri zaidi. Yes, kazi kubwa anaifanya Mzamiru Yasin. Ni Barua, Simba kwenye shambulizi lingine. Barua ndani ya boksi. Barua anafinya tena. Barua kapiga nje kwenye mashavu ya nyavu. Fred Michael alikuwa katika nafasi nzuri ile. Ilikuwa tu ni kuinua macho na kutazama wenzake wamekaa wapi. Eshamtengea kabisa, anamwambia nipe hapa. Lua akalazimisha kupiga. Naam. Bila hata kuongeza sekunde. Dakika 45 zikimalizika kwenye uwanja. Plani kumiza kabumbu lile. Na yeye ndo amekuwa kwanza kuligusa. Karibu sana kwenye matangazo ya moja kwa moja. Mmoja anatumia kushoto, mwingine anatumia kulia. Anapiga nani? Edin Barua sasa anapangua goalkeeper Alan Ngereka. Bila na kwingineo ni kufunga kwenye mechi dhidi ya Simba akiwa Tanzania Prisons. Anafunga style hizi. Haya. Kazuri kutoa Yeriko. Tafuta namna ambavyo anaweza kautoa mpira ule kona. Alikosa usaidizi, wenzake walikuwa mbali, hakuna ambaye alionekana kwenda kumsaidia. Kila akiangalia anaona apige side bila karibu mara mbili, lakini hakuna mtu karibu. Akipiga side bila haoni kitu kwenye kioo. Amesharuhusiwa kupiga. Huenda anaingiza chini ndani kule, na kwa ndani kule, wanasawazisha Kagera Sugar. Anaubalizia, anaweka moja kwa moja Obrey Chirwa. Anaisawazishia Kagera Sugar, na anambia okay, pengine aliitwa mzee huko, anashangilia kama Kidiaba. Naye ni Mkongo, bila shaka role model wake ni Kidiaba. Lakini Chirwa kule anatembea kama mzee kabisa na mkongojo. Pengine watu walimwambia amezeeka. Sasa naambia utu uzima dawa, na dawa zenyewe ndio hizi. Chila Simba analazimika kutoa maelekezo. Kagera wamepata kona nyingi sana, lakini hawakuzifanyia kazi wala hazikuwapa matokeo. Sasa wakajaribu kona moja ya chini, imekuja kwenye kimo cha chini hivi, finishing ya viwango vya hali ya juu. Kona za juu wameona kama haziwalipi hivi, wakachange plani. Kona moja ya chini, Obrey Chirwa katika nafasi sahihi. Wanaondoka sasa Simba. Chasambi weka kwenye njia ndani kwa Freddy Michael Kublan. Freddy Michael anamkuta mtu ndani ya boksi. Kublan anacheza, goalkeeper anakamata ile. Hatimaye kikosi cha Simba kikarejea jijini Dar es Salaam Jumatatu wiki hii kuendeleza mbio za kuwania nafasi ya michuano ya Ligi ya Mabingwa. Huyu hapa Juma Ubunda, kocha mkuu wa Simba, akieleza namna ya mipango ilivyo kuelekea kumaliza msimu. Mechi ilikuwa ina ugumu na mvutano ambao umepelekea na hiyo hali niliyoisema. Kwa maana hiyo ni kwamba
tumepata alama moja kutokana na mchezo mgumu ulivyokuwa. Kwa hiyo tunaenda kujipanga na mchezo mwingine ambao tutacheza siku ya Alhamisi nafikiri. Sisi kifupi ni kwamba tutashindana mpaka mwisho. Tutashindana mpaka mwisho kwa sababu ligi ya Jesha tuna mechi 4 mkononi. Kwa hiyo sasa hivi tunaangalia hizo mechi 4 tutafanyaje vizuri ili tupate matokeo yaliyo mazuri na tujue tumesimama wapi. Hilo ndilo kubwa. Michezo 5 tuliocheza tumebahatika kufunga magoli 7 na tumeruhusu magoli 3. Sasa ukiangalia uwiano basi tuliofunga ni mengi kuliko tuliofungwa. Kwa kutokana na swali lako ni kwamba hayo ni sehemu ya mapungufu ambayo yamejitokeza, sio? Kwa hiyo tunajitahidi kufanya vizuri kuhakikisha kwamba yale mapungufu kama hayo tulikuwa tunaruhusu magoli mengi. Sasa imefika tunayofunga ni mengi kuliko tunayofungwa. Kwa hiyo ina maana kuna maendeleo fulani ambayo yapo. Kwa hiyo yale mazuri tunaenda kuendeleza ili tuweze kufanya vizuri zaidi. Naye meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali akaeleza namna mambo yalivyokuwa katika mchezo wa Kagera, huku akitanabaisha walivyojiandaa kuhakikisha wanamaliza msimu huu wakiwa nafasi ya pili. Kwenye maisha unapopata kitu kibaya kinakuongezea nguvu ya kutafuta kitu kizuri zaidi. Sare ambayo tumeipata jana dhidi ya Kagera Sugar inatuongezea nguvu zaidi ya kuendelea kupambana. Sasa ni kuipata nafasi ya pili. Kwa sasa rasmi vita yetu ni kupambana kuhakikisha kwamba tunaipata nafasi ya pili ili twende tukashiriki michuano ya ligi ya mabingwa msimu ujao. Kwa hiyo sare dhidi ya Kagera Sugar kwa namna yoyote ile haituvunji nguvu, bali inatuongezea nguvu zaidi ya kupambana kuhakikisha kwamba tunapata nafasi iliyokuwa bora twende tukashiriki ligi ya mabingwa msimu ujao. Kwanza tunawapongeza kwa kutoa ubingwa na lazima tuwapongeze kwa sababu haikuwa safari nyepesi. Mbio zilikuwa kubwa, lakini mnapoenda kwenye ushindani kwanza lazima tuwapongeze kwa kazi kubwa waliyofanya na hatimaye kupata ubingwa. Ushindani ulikuwa mkubwa na unapokuwa kwenye ushindani lazima mmoja afanikiwe kuibuka na namba moja. Namba moja amefanikiwa kuibuka yeye, manake ni kwamba hatuna budi sisi kumpongeza kwa kazi kubwa ambayo amefanya. Sisi kama Simba Sports Club tunayo mengi ya kujilaumu sisi wenyewe binafsi, sisi tunayo mengi ya kujifunza, sisi tunayo mengi ya kujikosoa, sisi tunayo mengi ya kujirekebisha. Kwa ufupi ni kwamba tuna kila sababu ya kukaa chini na kuangalia tunakosea wapi, huu ukiwa msimu wa 3 tunamaliza pasina kupata taji. Kwa hiyo hii imemalizika kwa maana ya mbio za ubingwa, lakini inafungua ukurasa mwingine wa kupigania nafasi moja ya thamani iliyobaki katika ligi yetu, nayo ni nafasi ya pili. Kwa hiyo sasa hivi tumelingana alama na Azam FC, manake ni kwamba tuna kila sababu ya kufanya vizuri zaidi katika michezo yetu iliyobakia ili tuweze kuchukua nafasi ya pili. Haitakuwa nyepesi. Mechi hivi sasa ni ngumu kwa sababu unacheza na watu ambao wanakaribia kukata roho. Kwa hiyo wanapambana kweli kweli kuhakikisha kwamba wanabaki katika ligi kuu. Kwa mechi zinakuwa ngumu, lakini vyovyote iwavyo tunakwenda kupambana kuhakikisha kwamba tunasecure nafasi ya pili. Na kwa ubora tuliokuwa nao kwa siku za hivi karibuni, imani yetu ya kushika nafasi ya pili ni kubwa mno. Ni sisi wenyewe kama Simba kurekebisha sehemu ya mapungufu yetu, kuboresha kwenye ubora wetu, twende tukachukue nafasi ya pili, twende ligi ya mabingwa Afrika. Sasa tunavita rasmi sisi na Azam. Kwa hiyo tunapambana na Azam kuhakikisha kwamba tunachukua nafasi ya pili. Kwa hiyo vita zote zinakufa rasmi. Sasa tunapambania kuona mnyama anamaliza nafasi. Na mimi naiona Simba ikishika nafasi ya pili. Naiona Simba ikishiriki ligi ya mabingwa msimu ujao kwa sababu huo ubora tunao. Kwa mfano mchezo wa jana dhidi ya Kagera Sugar ulikuwa ni mchezo ambao uko mkononi mwetu. Ulikuwa ni mchezo ambao tungeweza kumaliza kipindi cha kwanza kwa ushindi mnono, mabao 3, mabao 4, lakini makosa madogo ya hapa na pale yakapelekea mnyama kupata sare katika mchezo. Kwa hiyo ninapoenda katika mechi hizi 4 za mwisho, manake ni kwamba ni sisi kurekebisha mapungufu yetu ili Simba iweze kupata ushindi. Kwa hiyo vita rasmi hivi sasa iliyobaki ni vita ya mnyama na Azam FC, kuona ni kwa namna gani tunachukua nafasi ya pili, mnyama anakwenda ligi ya mabingwa msimu ujao.
Hainivunji nguvu kwa sababu maisha ya mpira hayana mwisho. Mpira utaendelea kuchezwa na kuchezwa. Pamoja na kwamba sijawahi kupata ubingwa, lakini haijawahi kuwa tatizo lolote kwa upande wangu. Mimi ninachoangalia, kama tunafeli manake tunafeli kama taasisi, kama tunafaulu manake tunafaulu kama taasisi, kama tunafeli kama wanasimba wote kwa ujumla, na kama tunafaulu wanasimba wote kwa ujumla. Na imani yangu yananiambia kwamba haya ni mapito, na uzuri ni kwamba sisi wenyewe Simba tunafahamu wapi tumejikwaa. Kwa ni rahisi kuangalia wapi tumejikwaa, tunarekebisha wapi. Muda si mrefu mnyama atarejea kwenye mawindo yake na ubingwa utaanza kutiririka Msimbazi, na mimi nitachukua ubingwa. Yani pasina mashaka, niwe msemaji wa Simba nisiwe msemaji wa Simba, lakini very soon mnyama ataanza kuchukua mataji na mimi nitakuwa nimechukua taji, kwa sababu bado ni Simba Sports. Na kimsingi mimi nishachukua mataji mengi kwa sababu kabla hapo nilikuwaga Simba Sports Club. Tumalize Simba TV kwa kutazama kilichojiri katika mchezo wa timu ya Simba ya vijana chini ya umri wa miaka 17 inayonolewa na mchezaji wa zamani wa kikosi cha Simba nahodha John Raphael Bocco. Hivi ndivyo namna walivyoigaragaza TDS kwenye dimba la Azam Complex. Na anachagua wacheze mbele, sio kwenye eneo lao. Haya, watafanya nini vijana wa Simba? Inaingizwa cross ile. Haya, Manage! Yasin Charles Manage anawaambia shut up your mouth, keep quiet. Aliingia kuchukua nafasi ya Ngambi Sita Zamu, na anawathibitishia kwamba yeye ndiye mshambuliaji wa Zamu, kisha naomba radhi. Furaha iko ndani ya moyo ya Patrick Rwegemamu kushuhudia vijana wakifanya vitu murwa namna hii. Hakupoteza sana muda, mara kadhaa walijaribu kufanya vitu kama hivi vijana hawa, lakini walinzi wa TDS wakawa makini zaidi. Safari hiyo wameshindwa kufanikiwa mipango ya ulinzi, na ikawa nafasi ya Yasin Charles Manage kuandikisha bao katika mchezo mpaka sasa. Huyu hapa Yasin Charles Manage, mfungaji wa bao hili ambalo anatamba nalo kwa sasa vijana wa Simba. Jasho limemvuja kwa muda mfupi tu, lakini tayari amekwisha inufaisha timu ya Simba. Je, mambo yataisha hivi ama itakuwaje? Asante kwa kutazama Simba TV, hadi wakati mwingine.